Waandishi wa habari, kwa ujumla mkoa wetu wa Lindi umeendelea kuwa shwari. Mkoa wetu ni salama sana kwa kipindi hiki cha mwezi Aprili mwaka 2026. Mkoa wetu wa Lindi umekuwa shwari kutokana na operesheni mbalimbali ambazo tumekuwa tukizifanya, doria na misako. Lakini pia ushwari huo umetokana na Jeshi la Polisi mkoa wa Lindi kuendelea kushirikiana kwa karibu na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, lakini pia na wananchi wetu wa mkoa wa Lindi katika maeneo mbalimbali. Ushirikiano huo umetokea na umeshika mizizi kuanzia ngazi za vitongoji, mitaa, vijiji, kata, tarafa, wilaya na mikoa. Kwa ushirikiano huko kwenye ngazi zote za wananchi ambao umetusaidia sana mkoa wetu kuendelea kupata taarifa nyingi. Jeshi la Polisi limeendelea kupokea taarifa nyingi za wahalifu na uhalifu na tunazishughulikia kwa wakati, hali ambayo imesaidia mkoa wetu kuendelea kuwa salama na tulivu kwa viwango vya juu sana. Operesheni ambazo tumeendelea kuzifanya kwa mwezi huu wa Aprili mwaka 2026 zimetupatia mafanikio makubwa. Mojawapo ya mafanikio hayo ni kumkamata mtuhumiwa mmoja ambaye anaitwa Hassan Athumani Mpogo. Huyu mtuhumiwa ana miaka 46, ni Muislamu, ni Mwera na kazi yake ni uvuvi kule Somanga katika wilaya ya Kilwa kwenye mkoa wetu wa Lindi. Huyu mtuhumiwa tumemkamata kufuatia kumuua dada mmoja ambaye anaitwa Aisha Isa Mkimbizi. Huyu ana miaka 41, ni Mmakonde, ni Muislamu, lakini pia ni mjasiriamali wa biashara za samaki na dagaa pale Somanga katika wilaya ya Kilwa. Tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya saa 12 asubuhi, huyu dada ambaye sasa ni marehemu alitoka kwake pale Somanga kuelekea baharini kwa ajili ya biashara zake za samaki. Akiwa njiani alivamiwa na huyu mtuhumiwa Hassan ambaye alimkata mapanga sehemu mbalimbali za mwili wake na hata kwenye mikono yote miwili na kupelekea kuvunjika mkono wa kushoto. Na hali hiyo ya kukatwa mapanga ilisababisha huyu dada afariki wakati anakimbizwa katika kituo chetu cha afya pale Somanga. Alipotenda hili tukio alikimbia, lakini baada ya kupata taarifa Jeshi la Polisi tuliingia kazini haraka, tukamfuatilia na tukamkamata na tuko naye. Kwenye mahojiano, huyu bwana Hassan Athumani Mpogo anasema amemuua huyu dada Aisha kutokana na imani za kishirikina, kwamba anamroga, hali iliyopelekea yeye Hassan kuishiwa nguvu za kiume. Baada ya kupata hiyo taarifa tukafuatilia tena nani huyo mganga aliyetuambia kwamba huyu dada anakuroga. Akatutajia bwana mmoja anaitwa Haji Saidi Nguvunze. Huyu Nguvunze ana miaka 46, ni Muislamu, ni Mmatumbi na ni mkazi wa kule Somanga, lakini pia pamoja na ukulima ni mganga wa kienyeji. Baada ya taarifa hizo tukafuatilia naye tukamkamata. Tuko naye na kwenye mahojiano amekiri kwamba yeye ndiye alimwambia mtuhumiwa kwamba yule dada ndiye anamroga na kupelekea kukosa nguvu za kiume. Kwa hiyo wote wawili tunao wako ndani ya mikono ya Jeshi la Polisi mkoa wa Lindi. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili tuwafikishe kwenye vyombo vingine vya sheria. Jeshi la Polisi mkoa wa Lindi linatoa wito na linaendelea kuwaasa wananchi wetu wa mkoa wa Lindi
kuachana na imani za kishirikina ambazo zinapelekea madhara makubwa kwa wananchi ambao hawana hatia. Mimi natoa wito kwa wananchi wetu kwamba kama unahisi unaumwa ugonjwa wote ule, serikali imejenga miundombinu ya hospitali, tena mpaka za rufaa tunazo kanda ya kusini, na hospitali zetu za mikoa ziko vizuri, hospitali za wilaya, vituo vya afya. Tutumie miundombinu hiyo kwa ajili ya kupeleka shida zetu za kiafya, kuliko kwenda kwa waganga wapiga ramli ambao wanasababisha na waumini